mashabiki wa Simba kama tumbili wamemaliza kurukia miti, sasa hivi wanarukia watu. Unaweza ukalitazama hili katika sura mbili tu, lakini inabidi tulitazame kwenye uhalisia uliopo sasa na mazingira ya klabu inakotakiwa kwenda. Klabu ili ipate mafanikio inategemea kila hatua nzuri kwenye mafanikio. Muwe bora kiwanjani na vikombe, muwe bora katika muundo wenu wa utawala. Sasa hivi hawa wanayo matatizo yote mawili. Wana tatizo la mafanikio kwenye vikombe, wanatakiwa wapate mafanikio kwenye utawala. Kwa bahati mbaya hawajui nani wa kumdai. Wameanza kugombana na wao. Kwa nini? Moja, unajua kama nilivyosema mwanzo, mara nyingi nimekuwa nikisema mara zote na tunaendelea kusema kwa sababu hakuna namna, ndio matatizo yanayotakiwa kusema. Simba liko tatizo la utaratibu wa muundo wa klabu yao ambao sasa hivi umetolewa maelekezo. Wanachotakiwa ni kwenda kufuata na kuanza kuutekeleza. Hilo wanalikwepa. Hawalitaki baadhi ya watu kwenye klabu. Kuna wengine wanalipenda, lakini wanasahau takwa hilo lilikuwa takwa la wanasimba wote baada ya wao kupendekeza katiba yao ya 2018 na kushauriwa kwamba hiyo katiba yenu kuna maeneo inakiuka miongozo ya serikali na sheria zetu zilizotungwa na bunge. Kwa hiyo rekebisheni, muangalie mambo haya ili transformation iende katika mtindo huu. Sasa ukishaambiwa usipite kushoto, pita kulia, wewe utakuwa unasema mimi nataka kupita kushoto. Sasa mrudi kulia ili ufuate utaratibu wa kulia. Wameambiwa wapite kulia, wanatamani kupita kushoto. Na wakati wanaambiwa piteni kulia, walikuwa wanaendelea kupita kushoto. Sasa wanataka kuona tukirudi kulia huku tulichokifanya huku kushoto inakuwaje. Ndio shida ya kwanza iko hapo. Lakini la pili ni porojo za kulinda maslahi ya watu kwenye klabu zinaanza kuathiri muundo mzima wa klabu. Na mpaka tabia hii imeanza kuwagawa mpaka mashabiki wa Simba. Unajua Simba wanagawanyika uelewa wao wa klabu. Wanaielewa klabu yao kupitia matajiri. Yaani kuna mtu Simba yake ni Mo, kuna mtu Simba yake na kina Mangungu. Sasa hivi kaja huyu Mzabuni naye, kuna watu wanaona Simba naipenda kwa sababu ya Mzabuni. Wanasahau kwamba taasisi yao inabidi isimame iende vizuri. Sasa kwa bahati mbaya wamegeuka tumbili sasa. Wamemaliza kurukia miti, wanarukia watu, wanaanza kushambuliana. Hiyo ndio tabia ya tumbili. Akimaliza kurukia miti wanaanza kushambuliana. Haya, jana anashambuliwa Mo. Juzi hapa katoka kushambuliwa Mo. Jana anashambuliwa Jairut. Tena anashambuliwa na watu ambao wana logo za club ambazo ni wadhamini wa club, zikiwa chini ya rais wao wa heshima ambao ni mdhamini kwenye club. Anayeshambuliwa ni Mzabuni kwenye klabu hiyo hiyo ambayo tenda yake kapata kupitia kikao cha bodi ya wakurugenzi waliokubaliana tutafute Mzabuni wa jezi, ndio kapewa huyu. Ndio mimi nasema bodi ya wakurugenzi Simba isipotoa tamko mpaka saa 12 jioni leo, basi kwa namna yote ile wanahusika na kile alichokifanya yule shabiki wao jana. Kwa sababu yale sio maneno ya shabiki, ni maneno ya kundi fulani ndani ya Simba. Katokea mtu tu mmoja, hebu sema wewe tukutangulize mbele. Fuatilia. Mashabiki wa Simba wote, wale watu wenye ushawishi wote wanaitwa influencers. Wamegawanyika mtazamo wao kwa timu. Sasa hivi wanaomba Simba ifungwe, Simba ipoteze ili wao waendelee kusigana. Sasa hawa wanapenda klabu, wanapenda watu kwenye klabu. Sasa nani ataisaidia Simba sasa hivi? Kama mashabiki wamegawanyika, wanaangalia upande wa matajiri, nani ataisaidia Simba nyoke? Kama mwenyekiti akitaka kufanya jitihada anaonekana naye anakuja kuleta utapeli, nani ataisaidia Simba sasa hivi? Kama anatokea Mzabuni, baada ya mumlinde kaweka pesa zake, mnamshambulia. Hivi Jairut, zile habari za jezi za Simba sijui kuonyesha X Factor kuongea, ilibidi wawe wanaongea hata mashabiki wa Yanga, si watu wa Simba. Kawapa gari wa tena, alisema tuwaletea basi, na basi lingekuwa lolote kika waagizia Iliza kaleta. Jezi zenyewe zinauzwa feki, hata kupambana naye kumsaidia kwenye jezi feki nyewe mmekaa tena mnamshambulia. Lakini kwa nini anashambuliwa Jairut? Kwa sababu huko nyuma hii klabu watu walikuwa wanasema wanapata hasara. Mbona Jairut kafanya biashara, kaleta hela? Kwa hiyo wanataka biashara ya mpira, bao wanaumiliki mpira. Tena watu timu zote za kuangalia sana wajifaa kwa nyuma. Wenyewe wanasema mpira haulipi, lakini hawaachi hivi vilabu. Wakitokea watu wengine watakuja kufanya biashara, wana nguvu kubwa inatumika. Si wanasema mpira haulipi? Kwa nini vita inakuwa kubwa kwa Jairut? Si mpira tumekubaliana haulipi? Na wakati anakuja Jairut mlitangaza atapata hasara, hatofika mbali. Kavunja rekodi ya mkataba wa Vunjabe, mkataba wa Sunderland, kaweka pale bilioni 5, kawapa Iliza.
gari wachezaji hao kuwasajili alisema ni bonus, nitawasajili. Sio kwamba iko sehemu ya mkataba lazima asajili. Kwa nini mnahamisha malengo? Kwa mfano sasa hivi Simba, swali la kwanza kuulizana, bodi ya wakurugenzi wa Simba si ndio inaosimamia usajili? Ndio angewauliza Feitoto yuko wapi? Wawaulize ubingwa uko wapi? Wamuulize magoli. Wana Simba, muulizeni swali hili magoli. Feitoto yuko wapi? Sababu yes ni mwakilishi wa Mo kwenye timu ya Simba. Feitoto yuko wapi? Kwa nini kule Bunju uwanja wa nyasi bandia mpaka leo umejaa mbudu, hamna kipya? Maana nyasi bandia zile za Simba zilijengwa wakati wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi try again. Miaka hiyo. Sasa hivi wanafanyia mazoezi uwanja wa nyasi za kawaida. Uwanja wa nyasi bandia unajengwa lini? Kaidi mara ngapi kutengeneza hivyo vitu pale? Ndio maswali ya kuulizana haya. Kwa nini sasa hivi hatufanyi sajili za ushindani? Sasa naye wajibu labda waambie kwa jamani, kwa sababu kwa kuwa transformation haijakamilika, mimi siwezi kuweka hela zangu. Wajue hilo nendeni kwa transformation, pateni hao wawekezaji mnaoelekezwa na sheria. Lakini sasa hivi ukiuliza kufeli kwa Simba, uiulize bodi ya wakurugenzi. Ndio inayosimamia Simba. Kwa sababu hawa kanuni mpya, utaratibu mpya hautaki, wanataka wale wa zamani. Na nao uhujumu basi warudishwa. Maswali ya Simba ifanye vizuri, aulizwe magoli. Ndio aulizwe Feitoto yuko wapi? Au ulizwe kwa nini kule Bunju mpaka leo viwanja vinaidiwa, ule uwanja wa nyasi bandia ulishakuwa chakavu, maana ume expire tangu wakati wa try again miaka hiyo. Na ukiangalia thamani ya uwanja wa nyasi bandia haufiki hata dola 100,000. Kwa nini hautengenezwe uwanja wa nyasi bandia pale Bunju hapo? Kuta limedondoka kule. Leo ufikiria kuleta Stuttgart ishinde kufanya vitu vidogo kama hivyo. Hawa ndio wanatakiwa waulizwe maswali. Hapa sasa hivi Simba wangekuwa wanamuita magoli ndio wanamuuliza. Sawa, huyu Mangungu ndio hiyo kadi wa chama. Lakini sasa hivi kufeli kwa Simba haulizwe huyu, kwa sababu huyu Jairuti kaja tu kama sehemu ya kipere kwenye ngozi ya mtu mzima. Wewe kusema jipu, kipere sio jipu. Jairuti ni kipere sio jipu Simba. Ana eneo dogo sana Simba Jairuti. Jipu la Simba ni Mo mwenyewe. Ndio ana eneo kubwa. Kwa yeye ndo anaweza kaulizwa. Yes, ndo bodi ya wakurugenzi. Si ndo yeye inakuwa na active sasa. Jairuti Simba ni kipere kwenye jipu. Jipu kubwa ni Mo, ndo ana eneo kubwa la utawala. Jairuti ni kakipere tu. Hayuko eneo la jezi peke yake, lakini kahamishiwa vita zote. Na kwa nini wana Simba wanakuwa wana amani na Jairuti? Huku wameanza kugundua kuna vitu havijanyooka huko. Lakini kwa nini havijanyooka? Nao wanashindwa kujua kwamba vitu hivi vinataka havijanyooka kwa sababu moja, kwa kuwa nako utaratibu hauko wazi, na wewe atakuwa naweka na zake sehemu ambayo mustakabali haujulikani. Sasa nani anatakiwa kusaidia hii situation? Ni wao. Nendeni kwenye mkutano mkuu. Sasa leo mzabuni wa jezi tu anapigwa vita na klabu hiyo hiyo. Vita mbona mnashambulia Yanga? Simba vita yenu ni ule Hersi yule. Simba vita yao ni Hersi, wao wanapambana na Hersi. Sio Jairuti. Hersi yule. Mujiulize huyu kijana muda mfupi kaja kwenye mpira, huyo kawa afisa wa FIFA, huyo yuko aka, huyo nyie kazi yenu kususa tu hizo affiliation, wakati nyinyi mnatakiwa mulete vijana nao wapambane na Hersi huko. Watu wenye ushawishi kwa matajiri. Hersi si ana ushawishi kwa tajiri. Kwa nini si ushawishi wake tu kwa tajiri? Anaaminika, analeta projects zinaishi. Tafuteni watu wenye ushawishi kwa matajiri. Mbona Simba kwa nini hamna watu wenye ushawishi Simba kwa matajiri? Au hamna matajiri wenye ushawishi Simba? Si wapo. Kwa nini? Wanachoogopa ni yale mawazo huru kuendesha klabu ya Simba. Wanataka wafinyo, na bahati mbaya kwa miongo karibuni mitatu mashabiki wa Simba tangu mwaka 2017 wametengenezwa kwa mawazo, wametekwa mawazo kwamba bila Mo timu yao ile haiendi. Aache Jairuti kaja. Kapewa kasteki kadogo kipele. Aache uone kama hakuna watu wanawekeza pale. Na pia kama anataka kuwekeza si akubaliane na mfumo mpya. Kwa nini wanataka kugasigasi kuleta fujo? Kwa sababu moja, mfumo mpya si ushatolewa. Mfumo mpya unaenda kuondoa nguvu ya bodi ya wakurugenzi. Ndio maana hawawezi kurani. Kwa sababu hili jambo libidi walilani. Na mashabiki wa Simba tunasema nyinyi kwanza hamna furaha ya vikombe. Uzuri wa timu uko wapi? Hamna vikombe. Nje wa utawala kuna shida. Huo timu inakuwaje nzuri sehemu gani? Hawana vikombe wale. Timu nje kuna shida. Uzuri wa timu uko wapi? Manchester United na utajiri wote wanaotangaza kila mwaka, hakuna shabiki wa Manchester United na furaha. Wanachotaka warudishe ubingwa wao EPL. Wamefurahi mwaka jana, wamerudisha na Carrick, wamerudi kucheza UEFA Champions League. Kusema timu ndani mnasema yani kila mwaka ni wana Simba kuwapa vilio jamani.
Basi irudisheni klabu, irudi kwenye muundo mpya wa kiuongozi, iendelee transformation, mkubaliane, hisa mzigawanye, nendele kwenye mkutano mkuu. Wanachama wenyewe wamegawanyika. Wengine wanataka mkutano mkuu, wengine wanataka mkutano mkuu. Wamegawanyika. Wana unafiki hao mashabiki wa Simba, nafiki kishenzi hao. Nafiki kinoma. Nafiki kinoma mashabiki wa Simba. Wanafiki kishenzi. Wako kwa ajili ya kusifia matajiri tu. Yaani hawa wamemkosa Faisal. Aliwafanya mkote Faisal nani? Ambaye ana hisa kubwa pale. Simo muulize magoli kwa nini mkosa Faisal. Mnahamisha ajenda, wanaenda kumshambulia Jeruti kwa sababu tu alitaka kuuza jezi apate Faisal. Jezi yenyewe shilingi ongeze 5,500, mmenunua zote. Yote alikuwa anataka jitihada mpambane. Anogeukiwa vita. Afu Yanga na nyewe wanafiki kishenzi, mnawachonganisha Simba Yanga. Yanga? Wanawachonganisha kwa Simba. Kina Alikamwe wale. Anaposti huyo. Simba wanavurugana Simba. Kama tunakwambia kama cha unafiki kama wenzao wanagombana hawa, nyinyi hawa wanagombana hawa sasa hivi. Anachonganisha mara kamposti yule shabiki wa Simba kamposti huku si nani? Kwa nini mnafanya hivyo wenzenu? Muone huruma hawa. Hawa wameenda jiko la moshi bila miwani, machozi tu yanawatoka, kamasi na machozi. Wanashindwa wafute kipi. Sasa hivi Simba kamasi na machozi, wajui wafute kipi. Kwa nini mnawafanyia hivyo Simba Sports Club? Sasa hatima yake nini kwa huu mgogoro unaoendelea hivi? Kombe pengine litapatikana msimu huu? Kinachoendelea Simba ni maiti anayetaka karibia kufa, anarusha miguu. Kinachoendelea Simba ni maiti inayotaka kufa, inarusha miguu. Inarusha miguu, hii maiti inaenda kufa hii. Kwa sababu upuuzi huu walioenda nao wa katiba ndio inaenda kufa, ndio bwana anarusha miguu. Mangungu na wenzake washikilie hapo hapo. Hii maiti inaenda kufa, ndio maana inarusha miguu. Kwa sababu watu wanaambia msikubali. Yale hapo wanatamani kusema bwana hatuitaki katiba mpya. Hawa. Wale wengine upande wa pili wanaonufaika na ufumo. Wanataka katiba mpya, hatuitaki bodi ya zamani ibaki. Lakini hii ni maiti inaenda kufa. Lazima irushe sana miguu. Muda sio mrefu giza linaleta mwanga. Kwa hiyo mimi naamini mavurugu yote haya kuna mtu anadondoka hapa. Labda unaona wapi ambapo unamwona huyu mwekezaji mmoja hapa ambaye maji yamemshika shingo? Na sio mwekezaji, mfumo ule akina bodi ya kurugenzi ya moto inataka idondoke, itoke, ije bodi mpya sasa ambao mwenyekiti anakuwa na nguvu na waje katika utaratibu wa hisa zao. Sasa vurugu inakuwa kwa sababu kule Dar es Salaam anasema aliwasaidia sana hawa. Inasemekana aliwasaidia sana. Sasa kule kuwasaidia sana alikuwa anawasaidia katika makubaliano yapi? Ndio fujo hizi. Kwa sababu mwisho wa siku mimi nimetoa milioni yangu. Tunakuja tutakuwa tugawane sasa kwenye mtaji wangu nilitegemea nitaweka milioni 3, naambia wewe kamoja tu na wengine na wataweka hela zao zingine. Unafikiri utakubali? Utafurahi. Kwa hiyo sasa hivi hii maiti inarusha miguu, inakaribia kufa hii. Miguu imeanza kuwa baridi, mwili unapanda juu. Ya mwili mtu anataka kufa, miguu inaanza kuwa baridi. Simba miguu imeanza kuwa baridi. Kwa hiyo naenda utazimika moyo. Ukizimika moyo watazaliwa upya. Kwa sababu kinachokwenda mavurugu yote ni maiti inakaribia kufa, ndio bwana anarusha miguu sana. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanachangia kuharibu club. Wanaathiriwa na mfumo. Wakati mwingine kuna kitu nitakisema utakielewa sana. Mwanadamu ubongo wake kama sponji. Unanyonya maji iwe machafu au masafi. Sasa wewe mwenye sponji ndio unaweza kuchagua. Hii sponji yangu inyonye maji masafi au machafu. Ndio maana rahisi sana mwanadamu kumbadilisha. Lakini mwanadamu rahisi sana pia kubadilika. Mwanadamu huyo kumbadilisha dakika 0, kubadilika pia dakika 0. Mimi nipo kwenye siasa na uelewa mzuri sana haya mambo. Mwanadamu kubadilika dakika 0, kumbadilisha dakika 0. Ni vile tu unataka umbadilisheje na unataka abadilikeje. Huyo ndio binadamu. Mwanadamu ukimwambia kuna tatizo leo, ukampa nguvu ya kuliona tatizo, analiona kubwa kweli. Kesho wewe ulimwambia kuna tatizo, wakaja watu nao wakamwambia na wewe una matatizo, anakuona una matatizo kweli. Huyo ndio binadamu. Umeelewa vizuri? Na mfano mzuri tunaona kwenye maisha ya kawaida. Yule Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, si alikuwa mpinzani? Leo kule na sikatafutiwa wapinzani. Hakaenda Chilema wa Zambia, si alikuwa mpinzani? Leo kule sikatafutiwa wapinzani. Wapinzani wengine wa maeneo mengine wote wanamuona kaenda Chilema naye kama mtawala. Ndio mwanadamu alivyoumbwa. Leo hata hapa kwetu matatizo yanaonekana. Hao ni matatizo wakiwa wapo, tutaanza kuona mazuri yao. Ndio mwanadamu alivyoumbwa.
Hiyo iko hivyo duniani kote. Mimi na wewe kidogo mdogo, sisi tumezaliwa zamani kidogo, hatukuwa hivi maisha, hayakuwa hivi. Hayakuwa haya maisha mnaishi leo, mnaona sio maisha, ni uongo. Ngoma ilikuwa nyuma, mtu anaenda shuleni makalio yanaonekana. Unaenda shuleni peku. Walimu wanapiga kama wanaua. Shule wilaya moja, shule iko moja. Wilaya nzima haina private school. Nimesoma mimi, unatoka wilaya moja ndio kusoma wilaya nyingine zamani. Lakini sasa hivi unatoka wilaya moja private school ziko 20 mpaka 80. Shule za serikali zipo kila kata. Lakini mwanadamu huyu wa sasa hivi anakuambia hicho hamna kitu. Umeelewa? Sasa ni wewe tu unaiangalia dunia kwa maono gani. Kwa hiyo hata hiki kinachoendelea kwenye vilabu vyetu, mashabiki wanaathiriwa katika mitindo hiyo. Wanaaminishwa hatuwezi kupata mafanikio bila huyu mtu. Jamani, anakufa, mfumo ndio unabaki. Mimi na wewe tunapopambana, labda tuwe na mfumo au watu katiba mpya, sijui nini, mfumo ambao utaishi, na sio katiba tu. Wakati mwingine naambia watu tuwe na uwajibikaji kwenye taratibu zetu. Kaka, maandiko yakiwepo yasipofanywa kazi dunia. Kwa sasa hivi hakuna maandiko, tunasema mbona sheria haijafuatwa? Kwani haipo? Si ipo. Dhamira si ndio mbaya? Binadamu wanaambiwa wape elimu kubwa sana wanadamu. Mimi naangalia vijana. Kwani sisi sheria hatuna? Kwa nini sisimamie? Nalalamika wakati mwingine. Kwani wewe unakiwa kubadilisha lile andiko, mtu mwenye roho mbaya si akiamua kutokulisimamia, si mtakuja kusema tu anakiuka katiba. Kwa hiyo hata documents always sio kwamba ni solutions. Solutions ni actions. Na saikolojia nitakurudisha kwenye saikolojia. Matendo ndio yanakuwa na nguvu. Ndio maana Walatini wanasema acta non verba. Matendo yana nguvu kuliko maneno. Hawa siasa wanapenda sana maneno, warudishe kwenye matendo. Mhubiri demokrasia leo, kesho ndio dikteta mbaya. Dikteta mbaya sana. Anaweza kufanya udikteta kwa kujifanya tetea wananchi, kumbe anafanya udikteta. Unaelewa vizuri? Lakini mpumbavu ukimwambia uongo wakati huo anataka ukweli, anauamini uongo kweli. Na ukimwambia ukweli wakati anaambiwa uongo, anaanza kuona uongo ndio ukweli. Naomba niweke sawa. Mpumbavu ukimwambia uongo wakati yupo kwenye ukweli, anaamini uongo ndio ukweli. Unapoanza kusimama uongo kwenye ukweli, anakumbuka ukweli ndio ulikuwa uongo. Huyo ndio mpumbavu. Sasa wanachokifanya watu kwenye jamii ni watu kuwaambia uongo ndani ya ukweli, ili waone uongo ndio ukweli. Na ukifika wakati wa uongo, ndio watu wanakumbuka ukweli ndio ulikuwa uongo. Sasa hii sio kila mtu anayo. Nyinyi Gen Z, nyinyi mnatumika, nyinyi naona huruma Gen Z. Hakuna mwanasiasa na kubadilisha maisha yako. Utakufa maskini. Utalaumu watu. Hata babu zetu walikuwa wanalaumu viongozi mpaka wanazeeka. Watu wanatumia watu kuendesha maisha yao kwa watu. Ila mnaweza mkalinda maslahi yenu kwa watu wanataka kuwatumia, na nyinyi mkilinda maslahi yenu kwa ufahamu mzuri wa mambo ili muende. Watu wanatumia watu kuendesha maisha yao kwa watu. Umeelewa vizuri? Watu wanatumia watu kuendesha maisha yao kwa watu. Lakini wakikaa wanajifanya wako kwa ajili ya watu. Anaweza kaongea hapo kamuona mwema, mpe mamlaka. Wewe unaweza kujifanya mwana haraka, pewa mamlaka, umegeuka. Unataka kusema ukweli ndio unaonekana muongo, kwa sababu ukikaa kwenye mamlaka ndio utajua kumbe hili haliwezekani. Hili linawezekana. Sasa unapotaka kuambia watu ukweli ndio unaonekana muongo. Kwa sababu gani? Wakati unakuja ulijaza porojo, uliaminisha watu kila kitu kinawezekana. Hicho kitu watu hawakijui. Na ndio wakati wa kusema. Kwa hivyo wakati mwingine hata kwenye vilabu hivyo vitu vinatokea. Ila kuna wakati tukipata nafasi tunasema kuamsha fikra. Unajua moja kazi kubwa ambayo Mungu katupa ni kuwajengea uwezo wenzetu, na wao watujengee uwezo na kuyajua haya mambo. Haya ndio matatizo yanayotukumba sisi. Sisi tunaamini tutaletewa maendeleo na watu, ila sisi sio sehemu ya maendeleo, lakini tunataka maendeleo. Unaona mambo? Unaonaje? Ni kweli hao mashabiki wanatafuta maslahi ya klabu au wanatafuta maslahi ya kwao binafsi? Kwanza hawajui maslahi yao kwenye klabu. Kwa hiyo akitokea mtu akataka kujifanya anawafanya wao wanapigania maslahi yao, maslahi yake, wanajua ndo anaipigania klabu. Mashabiki wa mpira wa nchi yetu
hawajui maslahi yao kwenye klabu na hawajui maslahi ya klabu kwao. Kwa akitokea mtu anawawezesha walinde maslahi yake kupitia klabu, wao wanajiona ndo wanalinda maslahi ya klabu. Hiki ndio kinacholeta shida. Ndio maana hata mimi mara nyingi nimekuwa nasema mara nyingi tuwe wa kweli, hata kwa nusu tu, 25%. Tutafute ukweli hata 25%. Kupotosha watu, tunawafanya watu wanapata jambo gumu. Kinachoendelea Simba, muungwana yoyote lazima apambane, warudi kwenye mkutano mkuu, waanze kufuata mchakato wa mabadiliko ambao wamekubalika na serikali. Hiyo ndio tiba yao. Kinyume na hilo wataibuka mashabiki kila leo. Ndio maana nimekuuliza, bodi ya wakurugenzi ya Simba imelaani kilichotokea jana. Kama logo zile za mdhamini ndio zinatumika, za mfadhili wao, rais wa heshima, zinatumika kwenda kushambuliwa mtu, makampuni yake yamelani kwamba msitumie brandi zetu vibaya. Si wamemtuma, maana yake itakuwa kama wamemtuma. Nasikia ameweka bilioni 100. Bilioni 100 katika uwekezaji wake. Kuna bilioni 1 ambayo ameingiza. Kweli ama neno bilioni 100? Mimi hiyo sijui, kwa sababu watakotupa hesabu hizo, ni maana yake ni mkutano mkuu na watu wao wamehesabu, auditors wao. Kwa hivyo mimi nadhani, lakini tunaendelea kuwasihi Simba, hamjachelewa ila mnacheleweshana. Wakae pamoja wamalize mambo haya.